Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Naitwa Stefano Lameki Musomba OSA, askofu wa jimbo jipya la Bagamoyo. Papa Leo wa 14 alikuwa mkuu wa shirika letu ulimwenguni, yani Father General. Nadhani ameanza 2001 mpaka 2013. Amewahi kufika Tanzania mwaka 2003, kipindi mimi napata upadre mwezi wa 7, yeye alifika mwezi wa 8. Baadaye 2004 mimi nilienda Roma katika makao yetu makuu hapo Vatican, karibu na Vatican hapo, nikisoma pale katika chuo cha Agustinianum, na yeye alikuwa mkuu wa shirika ulimwenguni. Nimekaa naye, na baadaye nilipomaliza masomo yangu hapo aliniteua kuwa mjumbe katika commission, nasema International Commission ya Augustinian Spirituality, na nikawa member. Ndiye aliniteua. Nimefanya kazi mpaka alipomaliza uongozi wake, na alipomaliza uongozi wake basi na mimi ndio nilipoacha hiyo sehemu. Lakini pamoja na hayo tumekutana kwenye vikao mbalimbali. Kwa mfano tulikuwa Kinshasa, DRC, mkutano wa AFA, yani ni mkutano wa Augustinian family ambao wanaishi Afrika, na tulikuwa pamoja. Tumepanda ndege moja kutoka Kinshasa mpaka Nairobi, tumeagana pale, amerudi Roma. Namkumbuka sana kwa sababu alinipigania sana niweze kusoma. Mara nyingi aliniambia uniombe niongee na provincial wako ili akuruhusu na kukuririzi uweze kwenda masomoni. Kwa hiyo namkumbuka sana, na leo hii hata tukikumbuka atanitaja jina na mimi nitamtaja jina lake. Tunakumbukana vizuri. Ameelezea kauli mbiu ya Papa Leo wa 14 ya sisi ni Wakristo wengi katika Kristo mmoja, sisi ni wamoja, akisema ana karama nyingi sana na ni mtu ambaye tunasema wa kufikika. Ni mtu ambaye anasoma alama za nyakati kama mtaguso wa pili wa Vatikano unavyotuelekeza na kuzitafsiri kadiri ya mwanga wa Injili, na ameliongoza shirika vizuri. Kwa sababu hiyo sina mashaka kabisa na uchaguzi huo waliomchagua kuwa Baba Mtakatifu. Anaweza na ana uwezo mkubwa sana. Kwanza tuwe na imani naye, na anaweza kuliongoza kanisa kwa vipaji alivyo navyo, ila tumuombe sasa, na vile vile tushirikiane naye, kwa sababu kanisa si kwamba ni jengo fulani. Sisi sote ni kanisa. Kwa hiyo kila mtu atoe mchango wake katika kumsaidia aliongoze vizuri kanisa la ulimwengu. Manake anataka kutuonyesha kwamba kanisa linahitaji sasa kumwangalia Mungu mwenyewe ambaye ni Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu mmoja, umoja sio gawanyika, na Mungu ambaye ni pamoja, maana yake ni familia. Na kwa sababu hiyo anataka kusisitiza kwamba tuwe na umoja kama Yesu Kristo mwenyewe anavyoomba katika Injili ya Yohane sura 17. Tuwe na umoja. Akiwa Kenya, Kardinali Prevost aliongoza ibada ya kutabaruku kanisa jipya la Augustinian International House of Theology huko Karen, Nairobi. Papa Leo wa 14 amefanya huduma mbalimbali baada ya kupewa daraja takatifu ya upadri mwaka 1982. Padre Prevost alitumwa Peru mwaka 1985 kama misionari. Alitumikia katika maeneo mbalimbali ya Peru, ikiwa ni pamoja na Chulucanas na Trujillo, akihudumu kama paroko, mkurugenzi wa malezi, mwalimu wa sheria za kanisa na jaji wa mahakama ya kanisa. Mnamo mwaka 1999 alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika la Agustiniani kanda ya Chicago, na mwaka 2001 alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika hilo duniani, nafasi aliyotumikia hadi mwaka 2013. Wakati huo tulikuwa na nyumba Morogoro, tulikuwa na nyumba vile vile kule kusini Songea, jimbo kuu la Songea, Mahanje. Kwa alifika Mahanje. Baada ya kufika Mahanje tulitembea naye maeneo mbalimbali ya jimbo kuu la Songea. Hapo baadaye tulirudi Morogoro kwa sababu alikuja Morogoro kwa ajili ya kupokea vile vile nadhiri za daima za mabrother wetu. Kwa hiyo alitembelea kule kusini mote Njombe, na nilikuwa kwenye gari moja pamoja naye, na ni yeye alituendesha.